watu ambao wako wanaofanya hii kazi ya kukatisha watu tamaa pia. Haleluya. Soma kitabu cha Ezekiel 11 mstari wa kwanza mpaka wa 3. Ezekiel 11, nataka nikuonesha watu, afikisha tunarudi tena nikuonesha watu waliokata tamaa. Na roho ya kukata tamaa, ya kukatisha tamaa, kazi yake ni kuharibu mambo yako. Ezekiel 11 mstari wa kwanza. Kitabu cha Ezekiel 11 mstari wa kwanza mpaka ule mstari wa 3. Biblia inasema hivi. Ezekiel 11 anasema, tena roho ikaniinua ikanileta hata lango la upande wa mashariki wa nyumba ya Bwana lililoelekea upande wa mashariki, na tazama, mahali pa kuingilia palango walikuwako watu 25 na katikati yao nikamwona Yezania mwana wa Azuri na Pelatia mwana wa Benaya, nao ni wakuu wa watu. Akaniambia, mwanadamu, hawa ndio watu wale watungao uovu na kutoa mashauri mabaya ndani ya mji huu, wasemao, wakati wa kujenga nyumba si karibu, mji huu ni sufuria na sisi ni nyama. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hawa watu walikuwa 25. Hawa ndio watungao uovu kwenye mji. Kwa hiyo uovu unaweza kutungwa kwenye mji. Unaweza kukuta jambo linaenda kwenye mji, wewe unajua ni jambo tu la kawaida. Kumbe wapo watungao uovu kwenye mji. Hiyo ipo katika ulimwengu, wala usitukafikiri ni utani. Ipo. Ndio maana kuna vita kwenda kwenye ibada. Kuna vita kupata chochote, kupata pesa mfukoni. Unapofanya biashara na mtu, hadi mtu asema naomba nipe account number nikuingizie pesa, pana gharama. Hivi naongea na mtu nafikiri naongea mchezo. Kuna roho inayofanya kazi ya kuzuia. Maana hawa ndio wazuiao kujenga. Anapozuia kujenga hakuanzii penye jengo tu, kunaanzia mbali kwenye biashara, kunaanzia mbali kwenye matokeo, kunaanzia mbali unapoanza kulima, unapoanza kufuga, mifugo inakufa. Yaani kujenga kunaanzia mbali, hatimaye hadi unafika kuanza kuchimba msingi, umeanzia mbali. Sasa uelewa hawa watu ni kwamba kama wanapinga kwamba huu mwaka sio wa kujenga, huu mwaka sio wa kujenga, huu mwaka watungao uovu kwamba mwaka huu sio wa kujenga nyumba. Kwa hiyo ina maana akisema huu Mlima Leli hakuna kujenga nyumba nzuri, huu Mlima Leli hakuna watoto kuolewa, huu Mlima Leli hakuna harusi, huu Mlima Leli tunataka tuone watu wanavutana tu madirishani, Mlima Leli hakuna watoto kusoma kwenda chuo kikuu, huu Mlima Leli hakuna. Hiyo yani watu watungao uovu kwenye mji walikuwa 25. Roho wa Bwana alimuinua mtumishi akawa anaonesha, anaona. Na ndipo tena huyo kitabu cha Ezekiel 21 nilisema tangu ujuzi 21 unakuta yuko tena, akamuinua Bwana akamuona tena mfalme wa Babeli anatengeneza uchawi wake na uganga Japanda. Anasema lile neno atakalonena mahali pale litakuwa sawa sawa na alivyonena juu ya watu wale aliowaapia hicho kiapo. Haleluya. Wanatunga uovu. Hayo maroho yakishaingia yanaingia kwa watu wanakata tamaa. Wanatunga uovu akisema hakuna kujenga, uelewe utajenga kwa tabu. Hakuna kufuga, uelewe utafuga kwa tabu. Hakuna kuzaa, utazaa kwa tabu. Hakuna kuolewa kwa harusi, utaolewa kwa harusi, lakini kwa tabu nyingi sana. Ila kwa sababu wako watu watungao uovu. Haleluya. Sema kila uovu uliotungwa juu ya mji huu, juu ya kanisa hili, juu ya madhabahu hii, kila uovu uliotungwa juu ya madhabahu hii, uwe ni wa kike ama wa kiume, uwe ni wa kabila la namna yoyote, kila uovu uliotungwa, ewe uovu una masikio
sikia, toka kwa jina la Yesu. Toka kwenye madhabahu hii, kwenye madhabahu hii. Kila uovu uliotungwa, iwe ni kasiri ama kwa wazi, iwe ni kasiri ama kwa wazi, iwe wa kiganga ama wa ushirikina, toka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ewe roho ya uovu, yale mambo ambayo umesababisha juu ya watu wa mji huu, toka, achia, achia kwa jina la Yesu. Ndio nakwambia, mambo yanaendelea katika ulimwengu wa roho, hauwezi kuelewa, hauwezi kuelewa. Kuna vitu vimefichwa kwa siri. Hapa naposema kwamba hawa watu walikuwa kama 25. Hawa watu 25, sio kafikiri nguvu ilikuwa kidogo wamepatana, sio mmoja. Walikuwa watu 25 wanakatisha watu tamaa kwamba huu mji sio kujenga. Wewe utajenga kwa shida. Huu mji sio kufuga, utafuga kwa shida. Huu mji sio wa kuendelea, sio wa kujenga nyumba mbili, unajenga nyumba moja. Ya pili kuna gharama kubwa. Utaingia na madeni. Utapambana na watu. Utafuga vitu havifugiki. Unachimba msingi unabomoka. Unajenga nyumba na kwenda inabomoka. Yaani unapambana mapambano makubwa. Nini? Yuko adui anayekatisha tamaa. Sema kila roho ya kukatisha tamaa, kila roho ya kukata tamaa, achia maisha ya kwangu, achia maisha ya watoto wangu, achia maisha ya nyumba yangu, achia maisha ya kanisa langu. Roho ya kukata tamaa, achia vikundi vya kanisa, achia kabisa. Ewe roho ya kukata tamaa, ewe roho ya kukata tamaa, achia maisha yangu, achia maisha yangu, achia huduma yangu, achia huduma yangu, achia watoto wangu, achia vikundi vyangu, achia kwaya zote. Wewe kukatisha tamaa kwenye huduma ya kanisa hili, kwenye huduma yangu, kwenye huduma yangu, achia, 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 achia elimu, achia elimu kwa watoto wetu, kwa damu ya Yesu. Ndio nayafanya haya kwa sababu naona, nikwambie Mungu akuoneshe hivi, utashangaa sana. Nakwambia sinataka kitu cha kwangu, nataka kitu Mungu amenituma nilete. Haleluya. Ni cha muda mfupi lakini cha kukufungua. Haleluya. Ni cha muda mfupi lakini cha kukufungua. Watu wakikata tamaa wanaacha kuendelea. Luka 5 mstari wa kwanza mpaka wa 5. Luka 5 mstari wa kwanza mpaka wa 5. Huko nilikuwa nakuonesha kazi ya adui anavyoweza kufanya. Luka 5, yani watu wanakata tamaa ya kuendelea. Luka 5. Luka 5 mstari ule wa kwanza mpaka wa 5. Anasema hivi: ikawa makutano walipomsonga wakisikiliza neno la Mungu, yeye alikuwa amesimama kando ya ziwa la Genesareti. Akaona vyombo viwili vimekaa kando ya ziwa, lakini wavuvi, fuatilia neno hilo, wametoka wanaosha nyavu zao. Akaingia katika chombo kimoja, ndicho chake Simoni, akamtaka apeleke mbali kidogo na pwani. Akaketi akawafundisha makutano alichomboni. Hata alipokwisha kunena, alimwambia Simoni, tweka mpaka kilindini, mukashushe nyavu zenu mvue samaki. Simoni akajibu akamwambia, Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha tusipate kitu, lakini kwa neno lako nitashusha nyavu. Bwana Yesu asifiwe. Unaona Simoni hapa amezungusha zungusha, hajazungusha. Yule mama kule amezungusha, ana lawama za kutosha, lakini huyu mtumishi wa Bwana akasema, kwa kuwa Bwana mkubwa umesema nitashusha nyavu. Lakini walikuwa wanaosha vyombo na nyavu zao, wamevua usiku kucha. Na ile roho iliyoingia, usije kafikiri adui unapenda kutega mtego. Anasema mtego sinasa kitu chochote. Haleluya. Haleluya. Wale wameenda wametega nyavu, wameweka kila kitu, wamezingatia kabisa masharti yote ya utegaji nyavu zao, lakini wamevua wamekuta hazina kitu chochote. Adui ni kama anafurahi, anasema wamekoma. Usije ukafikiri ukishindwa watu wote wanakuwa wanahuzunika na wewe. Haleluya. Adui anafurahi, anasema na Simoni wamevua linyavu litupu.
wamekutana nacho. Haleluya, amefurahi. Lakini Yesu anatokea anasema, hebu twendeni kwanza. Hawakubishana naye, wakaenda naye akahubiri, akasema, lakini twendeni mbele zaidi, twendeni, shusheni nyavu. Walipokuwa wanasikia neno hilo, Simon akasema hivi, kwa kuwa wewe umesema Bwana mkubwa, ninakwenda kushusha nyavu. Waliposhusha nyavu, wanakwambia wakavua samaki nyingi sana, kwa sababu aliyesema ni mpakwa mafuta. Haleluya, haleluya. Kama Elisha alivyomwambia yule mama, chukua mapipa, chukua mapipa, chukua mapipa. Yule mama angebisha, angepata mafuta? Amna. Kilichofanya yani afanikiwe ni kwa sababu alikuwa ni mtu ambaye hajakatishwa tamaa, na alikuwa amefika pa mwisho, lakini alikuwa hajakata tamaa. Haleluya. Kwa nini? Alikuwa na ile roho ya kuendelea, alikuwa na ile roho ya kufanikiwa, alikuwa na ile roho ya kuzaa kile anachokiona, alikuwa na roho ya kupigania mbele yake maisha yake, hatima yake. Aliposikia neno amekutanishwa, roho ya kukatisha tamaa haikuwa ndani yake, alikuwa na roho ya kuendelea. Akakutana na mtu ambaye amebeba mafanikio yake, hatima yake, akakutana naye. Alipoongea tu hakujibu kitu chochote, akasema, kwa neno lako tunaanza kukusanya mapipa. Kakusanya mapipa, vyombo vyote akavileta, akafanikiwa. Hawa wakapeleka nyavu, wakapeleka kilindini, wakavua. Haleluya.